our grievances are 6. If I can mention some of them, number 1, which is quite important to us as a union, is the signing of the CBA. The Kenya Union of Clinical Officers negotiated a CBA has been negotiating a CBA for the longest time, but the CBA negotiations ended in January this year, and the official signing ceremony was in 2nd of February at the Council of Governors, and the county government of Kwale did not sign their CBA as at then. So as at today, we had a meeting, we had discussions, but then while the county secretary and the county officials who are supposed to sign have signed the document today, it's still not clear what the implementation plan is. And as a union, we're saying we are not going back from our strike until we are very clear on how the implementation of that CBA will be done. Our grievance number 2 is the implementation of the career guidelines. The other grievance is about the payment of the arrears of the SRC cycle increment. What the county government did is that they paid the increment, but we have arrears of 19 months that are pending, and therefore we are saying these arrears must be paid as soon as possible. The other grievance that we have is the recruitment of clinical officers. We have seen that there is a dire shortage of clinical officers in the county, and we want clinical officers to be employed so that we can meet the standards and norms of the officers required per facility. Actually, the number we need is about 66 clinical officers employed, and right now the county is telling us that they can only employ about 10, and we are asking those that have retired, those that have moved to other counties, we need them replaced and then now new ones employed. Ndo tumeweza kuwa na mkutano hivi leo, ambapo huu mkutano umekuwa ukiongozwa na County Secretary Madam Sylvia Chidodo, lakini hatujaweza kuafikiana vizuri kuhusu mambo ya CBA. Wamekubali kabisa, wamesign CBA vizuri, lakini sasa shida tu si kusign. Shida ni inaweza ikakuwa implemented lini. Maanake tulikuwa tunatarajia isainiwe na tujue ni lini inaweza kuwa implemented, so that hata kama tunafikiria kurudi kazini, tujue ni namna gani tutarudi na ni lini tutapata ile risk allowance ama ile nyongeza yenye iliweza kuongezwa pale. Hatujafafanuliwa vizuri. Kitu ya pili, kuna kitu inaitwa career guideline, ambapo hiyo inasaidia a clinical officer. Mwanzo kabisa, ikishakuwa adopted na ikishakuwa implemented, inatusaidia a clinical officer atakuwa anaingia kuanzia daraja la job group J, anasonga vizuri mpaka anafika mpaka R, anaenda mpaka hata ikiwezekana S. Lakini sasa endapo hiyo career guideline haijakuwa implemented, ina maana hatutakuwa na mwongozo mzuri kama clinical officers, ambapo itatuletea shida. Hawakutaka kutusikiza na hawakutaka kutatua yale matakwa yote ambayo sisi tulikuwa tunahitaji. Kwa nini tunasema hivyo? Kabla tuende katika mgomo, tuliweza kuandikia mambo ambayo tungehitaji kwamba akaweze kuyaangalia. Hawakuweza kutujibu vilivyo. Tukakaa chini, tukawapea tena siku 7. Ndipo wakaweze kuangalia ni wapi ambapo wataweza kusuluhisha, lakini hilo nalo halikufanyika. Ili tulazimu ya kwamba tuende katika mgomo, maafisa tabibu Kwale nzima waende mgomo, ili serikali angalau kama waliweza kukosa kutujibu round hii waweze fanya nini? Waweze kutujibu. Lakini la kushangaza ni kwamba leo wameweza kutuita pale katika ofisi zao, na badala ya kwamba tuweze kuangalia ni jinsi gani mambo haya yote ataweza kutatuliwa, bado wanaendelea kushikilia pale ya kwamba wanaonyesha ugumu. Yaani kila kitu tutakachosema lazima atakupatia sababu ambazo si za msingi. Tunasema hivi, tumechoka na tumeweza kuchoka na hatuwezi rudi nyuma. Mgomo bado utaendelea, na mgomo bado ndo tunaanza mpaka pale ambapo matakwa yale yote ambayo tumesema kwamba yakaweze kuangaliwa barabara.